Ya zaidi kuhusu mashirika mbalimbali ya familia ya Assumption. Leo tumewaalika walei wetu wa Assumptionist. Katika kipindi cha leo wataweza kutuambia kama kundi lao ni kundi gani, wanafanya nini, na kama wanatupa mfano gani, wanatangaza ufalme wa mbingu, ufalme wa Mungu namna gani. Na hivi mbele ya yote tunafahamisha kwamba mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa, nikiwa kwa utangulizi wa kipindi hiki, nikimsihi Padri Rigobert atuanchie kipindi chetu kwa maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana wewe mwenyewe tena uko pamoja nasi, na leo tukiweza kutafakari tena zaidi wito wa kila mmoja katika familia ya Assumption, basi uwajalie wale wote walio walei wakiweza kutumikia ufalme wa Mungu katika familia yao, katika mazingira ya kijamii, mahali pote wanapoishi, katika kazi zao na katika shughuli mbalimbali. Basi uwajalie pia wasikilizaji wetu kuweza kujua umuhimu wa kuweza kufuata karama ya Assumption, hata kila mtu katika hali yake. Basi wewe mwenyewe ujalie kila mtu wito wake uweze kutimilika na uweze kuzaa matunda mengi. Kwa kipindi hiki tuweze kusikia sisi wote ni nini walei wa Assumption wanaendelea kutuhimiza kuweza kufuata mwito wa Padre Emmanuel Dalzon aliyeanzisha shirika la Assumption. Wewe mwenyewe tujalie neema yako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tukikushukuru Padri kwa ombi fupi ambalo umeweza kutufungulia katika kipindi hiki. Tunawakaribisha enyi walei wetu wa Assumptioniste. Tunafahamisha kwamba nyinyi ni Papa Karongo Pandaleo, Madame Luanzo na Papa Mahamba Emile, nyinyi mtakao tufasiria zaidi kuhusu maisha ya walei wa Assumptioniste. Na hivi tunapatikana humu na Padri Rigobert Kipandauli akiwa wa Assumptioniste, ataweza kutuambia machache. Ndio kweli, tunajua kwamba kipindi vyetu vinaendelea kufasiria zaidi na zaidi wanamemba wote wa familia ya Assumption. Basi kweli wasikilizaji wetu wamezoea kwamba tunakuwa na watawa, mapadri, mafrera, mabikira na hasa zaidi walei wa Assumption. Hao ndio tunao simulia leo. Basi katika familia yetu tuna utajiri mkubwa, utajiri wa kila mtu katika hali yake aweze kutumikia ufalme wa Mungu. Basi ndio hiyo tunaendelea kuwafasiria zaidi, na wasikilizaji wetu wanaojua yale yote tuliyoongea tangu mwanzo wanaweza kukumbuka tena zaidi kwamba tulisema walei wa laika Assumptioniste, kisi tunawataja wa Kifaransa. Basi ni kundi limeendelea sasa katika parokia zetu, katika shule zetu, mahali popote mtaanza kuwaona wale walaike wa Assumptioniste. Basi ni hao ndio tunazungumzia leo, na tunataka kuonyesha jinsi kweli wanashiriki utumishi huo wa kueneza ufalme wa Mungu. Basi ndio watatueleza zaidi kila mtu kwa hali yake, kama alivutwa na nini na anaendelea namna gani katika kundi yake. Kwa hivyo sisi wote tutaweza kujua, wanaweza tufundisha na sisi nini ya kuweza kufuata katika maisha yetu. Basi hiyo ndio tunataka watuelezee tena zaidi. Tukimkaribisha Papa Karongo Pandaleo, utatujulisha jina la kundi lenu, kipaji chenu, historia ya kundi lenu. Asante sana Bikira Roland. Kundi letu ama shirika letu ya walei wa Assumption ilianza kama marafiki hapa kwetu, lakini wakati wa Padri Emmanuel Dalzon na ngali Abbé Dalzon alitia ile tunasema tiers ordre, aliunda ordre na tiers ordre, akasema ni association de l'Assumption. Kwa mwaka 1845 pale Ufaransa Nîmes, na wote walikuwa pamoja, walei na watawa.
walifanya karibu miaka 5 pamoja, ili wale mafrera wa kwanza wawe mafrera kama watawa kwa naziri yao. Na pale njo mwanzo kabisa ilianza mzuri, na wakaishi pamoja, na baadaye mambo yakazorota kupitia maarifa kutokea pale Vatikano. Ilikuwa heri wajifunze tena kwa uzuri kama uhusiano kati ya walei na watawa itaendeka namna gani, na mambo ilikuwa vile kazorota. Iliomba siku mingi sana ili sisi tena hapa Afrika katika bara ya Zaire ya zamani, province ya Zaire, kwa mwaka 1991 sikukuu ya watakatifu wote, tukaanzisha hiki kikundi tena kwa mara ya kwanza katika ulimwengu hapa University ya Maison Luanga. Tulikuwa walei wawili, mmoja ni Antoine de Padoue, iko pale Kiondo ni Munganga, na mimi. Na padre aliyetushindikiza ilikuwa Père Luc Chouffard, Lucas. Watu wanamfahamia kabisa. Na tuliomba ruhusa kwa padri mwongozi wa jimbo la Zaire wakati ilikuwa Père Theodore Stigen. Yeye alituruhusu tuanze. Mimi sasa ndo nampea. Alafu pole tunasikia kumisa 94 pale kuna 94 kanisa yote kubwa ulimwenguni kupitia Papa Yohani wa pili Jean Paul II aliitisha sinodi kubwa ya maskofu ili wajifunze namna gani tena kuanzisha uhusiano kati ya walei na watawa ndani ya kanisa. Na watawa wengi wakachukua ile neno wakaanja upya tena ule uhusiano huku na kule, ijapo wakati ya zamani ilikuwa naikuwa. Sasa sisi tulikuwa tumeanza hapa tunaendelea. Na pole tukaendelea vizuri. Waassumptioniste sasa wakaitisha mkusanyo mkubwa pale Roma kwa 2005. Ni pale kabisa mara ya kwanza tena, na walei walishiriki kwa mkusanyo pale Roma. Na pale mambo yakabadilika, wakasema hatutena marafiki, hatuko tena marafiki tu, tutakuwa sasa walei wa Assumption. Na mambo yakabadilika, tukaandika katiba ya mpya ya ulimwengu, na wakatuomba tu na katiba mbalimbali ndani ya jimbo, na sisi tukaandika yetu ya hapa Afrika, na Ulaya wakaandika yao. Ikakuwa katiba mbili kwanza zisijulikana, na pole wengine wakatufuata. Sasa tangile mwaka wa 2005 Goma ikazaliwa kule Marangwa, ule hewa ya ile kusema mambo yanabadilika, unakuwa vuguvugu nyipya. Goma ikazaliwa. Kisangani ikazaliwa pale kwa 2011 na ikazaliwa kule kabisa. Na leo humo wale wa Assumption si marafiki tu, lakini wanashiriki pamoja na watawa wa Assumptioniste kwa kueneza ufalme wa Mungu ndani yao, kila mmoja binafsi na kando yao. Sisi kama walei tuliona kama ni lazima, na ile si maneno yetu, ni maneno ya muungaji. Yeye alisema Assumptioniste ni Mkristo Mkatoliki. Na kama tuko wa Katoliki ni kusema tuko kwanza ndani ya kanisa kupitia maarifa ya mwongozi wetu muungaji, tunaishi kama Wakristo kwa jumla, na kama Waassumptioniste ndani ya kazi zetu, ndani ya jamaa zetu, na popote tunapatikana kwa kuleta témoignage kama Assumptioniste. Ni pale kila mmoja, hatuna namna ya pekee ya kuishi. Tunaishi sala, tunaishi vitume mbalimbali ndani ya kanisa kwanza, na baadaye tena kwa namna pekee sisi walei kwa mwa kusema kila mmoja kupitia karama yake au kipaji yake aioneshe wazi, itilie, aipelekee kanisa. Na vile tunaendelea leo, tuko ndani ya bara Afrika, tuko huko Nairobi,
Kenya, tumeenda mbali sana, tumekuwa Madagascar, hata Tanzania. 2016 tulikuwa pale kwa chapitre provincial hapa Uganda. Hata Waislamu wametuavutia, wameingia ndani ya kijiji hapa Butembo. Tuko vile Badventiste iko pamoja nasi, nikusema ile roho imekokota watu wengi, tumefurahia maisha ya ulei wa Assumption. Asante sana watazamaji wapenzi na wasikilizaji wapenzi, tuko katika kipindi hiki kupitia namba 09 79 62 54 03 09 79 62 54 03 au ita namba 09 70 51 70 60 09 70 51 70 60. Katika studio yetu tunapatikana na wengine walei wawili watakao pia tuzunguzia kidogo kuhusu ni nini iliyowavuta kuingia katika kipindi hiki. Kwa sai tunampa neno Madame Luanzo, ataweza kutuambia kama alivutwa na nini, anasema nini juu ya umuhimu wa karama ya Assumption, japo uliwajua mapadri na watawa wengine hapa Butembo, na utatuambia kama na kazi yako ni nini katika kikundi hiki, kuna tofauti gani kama wewe mulei wa Assumption na wengine wa Kristo. Asante kwa kunipatia neno. Mimi ni mulei wa Assumption katika parokia ya Kitatumba. Jinsi Baba Pantalewa ametoka kutuzungumzia, kwa kweli nami nilivutwa na jinsi ya kuishi ya mapadri wa Assumption. Wanaishi umoja, wanasali pamoja, wanatumika pamoja na kushughulikia zaidi sana wale ambao wanahitaji msaada wa Wakristo na wa mapadri. Na lile ndio lilivutia kuingia katika hiyo kundi ya walei wa Assumption. Ndio. Asante sana Papa Mahamba Emile, utaweza kujibu kwa swala hilo. Asante sana kwa kuweza kupatia neno. Kweli tangia butoto wangu niliishi na wa Assumption. Babangu aliyenizala alikuwa katechiste na mwalimu, alitumika sana na ba Assumption. Musienene, kutoka Musienene, Muhangi mpaka Luofu. Kote tulikuwa nafata, na mimi nikakuwa nakuwa msindikizi wa nyumba ya Mungu wa Assumption. Alors, kukomala vile, normalement nilipaswa kuwa mtu wa kukua padiri, lakini wazazi wakatamani hapana. Mimi maisha yangu yote nikaona na niko tu na papadiri Assumptioniste. Tukaishi napo. Wakati nilirudia tena hapa Butembo, nikakuwa lazima nioe. Nikaoa mwalimu anayetumika na ba Oblate de l'Assomption. Huko kumbe balikuwa banisha ingia namuna gani banaweza kuwa barafiki kati yao na balimu. Mama ujudi yake akakuya vumbua ke Kitatumba kuko kundi ya wamama banabaita Mama Dalzon. Bale njo binyi balivumisha sana laika Butembo. Paka hata yeyote mwenye alipitaka Butembo alikuwa anajiuliza ba Mama Dalzon banani. Mwile wito mama nami akanikokotea kule. Na juu nilikuwa ka deja na yo abapaderi tangia manasioni mbalimbali kunye tulikuwa kanapita. Na mimi nikapenda, na mpaka leo nilishaona kweli kuishi maisha ya Assumption ilikuwa ya lazima sana. Paske inaacha mtu uishi unasikia namuna gani Bikira Maria aliishi muimilite yake.
nyenyekevu yake, na inakusukuma na we popote kunye huko na unaishi vile. Or laika aujourd'hui inatusukuma ginzi iko bapadiri biko pale biko mu communauté, na si atake barafiki bashirika bao biko mushirika, na si mu nyumba, paske nyumba famille njo mwanzo wa kanisa. Na njo mena laike mena inatutayarisha mzuri sana. Unaishi nyumba, una padiri na we mu nyumba na watoto, kutangaza watoto kwa namna gani banapaswa ishi. Vile njo linyele inatusukuma, na unapaswa ona kabisa mtoto wa mulei anapaswa kuwa msala. Na njo nyinyi inatusukuma, na njo nyinyi tunatangaza se watu wengi batu fatilie kusudi vraiment tuendelee na hii mambo. Paske namna Papa Pantaleo alisema shirika ya Assumption ilianjaka wakati ya vita, mpaka hata watu bakaruka bakakimbia, na venye balirudilia, na kila mtu nawaza hawezi achilia ile nini. Ginzi tuko muvita leo, jua nini hatuwezi ungana pamoja musala, tutangazie wengine namuna gani tunaweza jitosha mwile magumu. Tukiambata nafasi moja ya mulaika, tutakuwa tunesha fa kitu mzuri kuenjetu wote. Namna Papa Mantaleo alisema laika Assumptioniste ilianjaka Butembo. Me Butembo tusilale. Butembo inafika Goma. Mukisikia Goma, ukifika Goma uuliza balaika biko wapi? Batakupokea sa mwenye unaingia mwenu. Unafika Kisangani, unafika Kishasa, ukifika Uganda, Kenya, Tanzania. Na njo vile tunaomba wengine watufuatilie, watuampe, na sie tujenge, tusaidie kujenga. Asante sana papa kwa mafasirio zaidi. Sasa Papa Pantaleo, unapasha umetuambia historia ya kundi hili la wale wa Assumptioniste. Hasa linaendeleaje katika parokia mbalimbali kwa siku hizi? Kwa siku hizi tangia ile mwaka alifikiza ndani ya shirika kabisa, mambo yanabadilika, kunakuwa uhusiano, sura nyingine ya uhusiano. Mtusema kunakuwa kwa mfano viongozi viwili. Kuna mtawa, kunakuwa vile na mulei. Tunawaita tandem. Kunakuwa tandem religieux na tandem laïque. Wale katika nifua jimbo kule na kati ya maparokia, kati ya maeneo mbalimbali wako. Na tunakusanyika, tukisali pamoja, ma recollection mensuelle, tukifanya vile hata na matidu zetu ili tuombe tena zaidi na kufanya mchango kwa kusaidia wasiojiweza katika vikundi na kando ya kundi. Maparokia mingi yetu zimezaliwa Beni, Bulongo, wapi na wapi. Na wale watoto wadogo wetu wa petit danzo. Ni ile ndio pepiniere yetu. Ni mule ndio tunashota wanao koma pole tunawatia ndani ya kundi ya wakubwa. Na tena sisi kama wale wa Assumption tulianzisha platform ya wale wote wa Assumption hapa Butembo. Na leo kabisa ni dumu tuna wale wa Oblate, wale wa Orante na wale wa Assumption. Tunaonana mara mbili kwa mwaka tunapofanya mkusanyo wetu ili tupangilie nini pamoja, tuwe na lengo moja ya kitume hapa kwetu katika diocese. Ndio. Sasa mnaendesha vikao vyenu wapi? Mtu akapenda kuwafuatilia anapasha wapata namna gani? Mara na mara kama ni sisi kwa sisi kama walei tunakuwa hapa Kambali au pale Kofako. Na mara tunazunguka ndani ya mafraternite za hapa Butembo, Kitatumba, kule Kanzambi na Bazi. Pale kwa fraternite kwa kubwa. Sasa ma petit groupe ya quelques personnes ziko hapa Kambali, zingine ziko kule ndani ya majama. Kuna condition gani ili mtu aingie katika kundi lenu? Condition kubwa ya kwanza tukoza ni kama inafuna kuwa Mkristo. Ndio. Akumbe na wa musulman wanatupenda. Na wa adventiste.
tunawapokea kwanza pamoja tu kwetu, tunasema kumbe tuko na unité de religion na ecumenisme. Tunawapokea, tunawavuta na tunachangia pamoja. Ya kwanza uwe mwenye unamfuata Mungu, unamjua, unajua Kristo, unaweza kuingia. Hakuna kondisio kubwa sana hapana. Ni ile ndio kondisio ya kabati. Na uwe tayari kuishi maisha ya pamoja ya ushirikiano. Sasa Padre Rigobert, kuna ushirika gani unayoonekana kwa matayarisho ya centenario ya Assumption? Ndio tunajua kwamba tuko katika njia moja hiyo kwa Mbanja na walei tangu mwaka 2005 Kisipanda leo amesema ni kwamba tumekuwa kabisa na ushirika sasa. Ushirika ule sio urafiki tu bure kusema hawa walikuwa wafanyakazi wetu, ni walimu wetu, sijui, lakini ushirika kabisa. Unakuwa alliance hizi wanasema. La sasa wakati tunahatarisha centenario ya Assumption mwaka 2029 tunasema kwamba Assumption kumbe iendelee kushirikisha watu wote. Sisi kwa shirika la Assumption tunapenda watu wote washiriki. Sisi hatupendaki kwanza kuleta rangi yetu mbele kusema tuko Assumptioniste mtuone kwanza, lakini sisi tunapenda kushirikisha wito wote ushiriki kwa kueneza ufalme wa Mungu. Na sasa kuongeza yenye labda Panteleo angetuambia zaidi ni hasa wale walio tayari wameingia katika kundi za walei. Sasa wanafanya hatua mbalimbali, wanafunzwa, na baada ya kufunzwa sasa wanachukua maagano. Kuna wenye wanachukua maagano, na kwa maagano hayo wanakuwa sasa wanawaita sasa walei kabisa wa Assumption, wao walioagana, na wanawekewa msalaba ulio na alama za Waassumptioniste. Na kwa hiyo ndio inakuwa hatua. Ukiingia kwanza, ukisha kuingia, baadaye sasa unaweza fanya maagano ya kuweza kuwa kwenye mlei wa Assumption aliyekamilika, na tunaye mweka katika orodha ya familia ya Assumption. Wakati huo sasa sisi tunapotayarisha centenario tunasema kwamba wale waliotusaidia kwa kuingia, kwa kutoa injili katika nchi hii, katika diocese hii, tunasema kwamba sio tu mapadri ndio walioleta injili, lakini wale walishiriki sana. Tunaona wengi, kisi Papa Mahamba amesema kwamba sasa wale waliokuwa wazazi wakati huo walijifunza kuwa ufundi kwa mapadri Assumptioniste. Mara nyingi mnaona shule nyingi za mafundi ETSAF, Vosia waliwafunza wa mason na wa charpentier, na IPP ya Beni, mnaona shule zote zile za wa Assumptioniste ziliwafunza watu, na wale wote waliona kwamba mapadri Assumptioniste sio tu Kristo ndio wanafundisha, lakini wanafundisha pia na kuendelea maendeleo mbalimbali, ukulima, ufugo na ufundi wote. Mapadri Assumptioniste walifanya yale yote, na ndio maana tunasema wakati tunaelekea centenario tunapenda sasa ile yote iendelee kuwa na maana tena zaidi kwa wale wote tuliowafunza na wale wote wanaotaka kufuata tena nyayo zetu. Tunasema wale wote tutafanya nao centenario, na watatusaidia nao tena kuwa na labda na mawazo mengine zaidi ya kuendelesha, kwani kuna mambo mengi labda sisi mapadi tumebaki katika kuvaa zetu, lakini walei wao wako wanaishi na watu. Wakiishi na watu wataweza kutupeleka mahali kuna tena mahitaji. Mara nyingi ni walei wametuvuta mahali kukwetu hatupo, kama Kisangani. Leo tunaanza sema kwamba tutaenda kufungua parokia Kisangani sababu walei wametuvuta huko, na huko Goma ilikuwa tu hivyo kwamba walituvuta kwenda mpaka Goma. Na kwa hiyo ndio tunasema centenario yetu itakuwa ya kuvutana,
ile ya kuvutana. Mahali pote watasema kuna laika mahali fulani, tunasema kumbe tuwafuatilie na huko. Na hata upande wa Duruba kuna ndugu zetu pia wameanza kusema basi mfike huko, lakini basi hatuna labda nguvu mpaka leo ya kufika, lakini inaonekana kwamba tunataka kuvutwa na watu wale wote, na wengine wote sasa tunaowavuta hata wawe wa dini nyingine wanafuata pia nyayo zetu, na kwa hao pia tunasema nao pia wasirudi nyuma, lakini waonyeshe kwamba tupo shirika la Assumption la kutafuta ecumenism, umoja wa makanisa, umoja wa watu wote, na hiyo ndio tunatafuta, kwamba ukweli, haki na amani iweze kuenea kwa watu wote, ndio fadhila za ufalme wa Mungu basi zienee kwa watu wote. Basi hiyo ndio tunatayarisha kama centenario ya Assumption. Asante sana Padri Rigobert. Watazamaji wapenzi na wasikilizaji wapenzi, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, na hivi kwa siku ya leo tumeweza tena kujua historia ya walei wa Assumptioniste. Tumetambua kama wao ni watu gani na kama wana lengo gani katika Ecclesia, na hivi tuliwapokea walei wetu watatu, Papa Karongo Pandaleo, Mama Luanzo na Papa Mahamba Emile. Tulimpokea pia Padri Rigobert Kipandauli aliyeweza kutufahamisha tena zaidi kuhusu familia hii ya walei, na mimi nilikuwa kwa utangulizi, mimi Sir Roland Chachimwa nikiwa Oblat wa Assumption Religieuse Missionnaire. Na hivi tunawashukuru, na mpatia tena neno Padri aweze kutumalizisha kwa maombi. Ndio, tunashukuru sana kwa wale waliosikiliza na wale wanaotaka kufuata tena nyayo hizi. Basi wote tunawaalika muwe katika, sio tu kuingia kwa kundi, lakini kufuata hasa fadhila hizo tunazotaka za ukweli, amani na haki kwa watu wote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu, wewe umetufungua tena akili, jinsi ulivyofungua akili wafuasi wako Emmaus. Basi utujalie wale wote waliotusikiliza na wale wote wanaofuata nyayo za Emmanuel Dalzo kuwa watu wanaotaka kueneza ufalme wa Mungu kwa hali yoyote yao. Basi wajalie wale wote walio na mahitaji yale nao wapate kutufuata, nao wapate kuwasaidia wenzao kuwa watu wa haki, amani na upendo kwa watu wote. Wewe unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.